Jamani wakosea. Slay Queen. Vipi kwani? Mbona angeka kama umeng'atwa na nyuki? Kwema? Kindege, kuna watu wamenivamia na kunipiga. Na sijui hata nimewakosea nini yani. Wamekupiga? Ndiyo. Vipi jamani, hawaja kutoa hata meno? Hata mkono hawajavunja? Hivi waliokupiga una undugu nao? Mbona hujatoka hata damu? Yaani hakuna hata sehemu moja hata yoyote uliochubuka. Kwani waliokupiga una undugu nao wewe? Yaani wamekupiga au wamekupapasa? Yaani wewe ulitakiwa upigwe mpaka ukome. Jamani, mtu acheni utani, mnajua mimi nimeumia. Yaani wamenipiga hapa mwili wote unaniuma huu. Alafu Kindege, kwa nini unasema hawajanivunja meno? Ndio nimeuliza kwa sababu yani mwili wako uonyeshi kabisa kama umepigwa. Inaonekana ulilala tu chini ukagalagala mwenyewe ukanyanyuka na mavumbi. Hao watu wamenikosea sana jamani. Yaani ilibidi wakupiga wakufunze adabu hata siku nyingine uogope. Sasa haujawakosea inavyotakiwa wewe. Ila hamna. Na hii sio umewatibua ila wenyewe tu wana ile roho fulani ya huruma. Wewe ilibidi upigwe mpaka ukome. Kwanza wewe dada, mtu akikuangalia tu kwa muonekano wa nje, unaonekana wewe dada ni mshari. Sura yako tu inaonesha wewe ni mgomvi, unapenda kuingilia mambo ya watu. Yaani kuingilia mambo ya watu wewe unaonekana ndio vitu vyako. Ungetakiwa kwanza upigwe vizuri sana. Kwanza naona watu wamekupapasa, wamekuonea tu huruma. Au unasemaje Kindege? Jamani, mimi sijamuingilia mtu yoyote. Na isitoshe mimi ni mgeni kwenye huu mtaa. Kwa hakuna mtu yoyote ambaye nafahamiana naye. Huo ugeni wako ndio uliokuponza wewe. Ukahisi kabisa kwamba huyu mtu nikimtibua ataniacha. Kumbe namba zingine sio za kugusa, ukibonyeza wenzao wanaitika. Wamekunyoosha sasa. Tena nitamani hata ungetenguka hata huo mguu usitembee. Kindege, tafadhali naomba usiniambie maneno makali kiasi hicho. Mimi naumia yani hapa, natamani hata nipate maji tu ninawe, afu pia ninywe, nasikia koo limekauka. Wewe, sisi tukupatie maji? Wewe hatuna wema huo. Yaani nenda nyumbani kwako, fuata hayo maji unayohitaji wewe, sijui unawe unywe yafate. Hatuna wema huo. Tulikutuma uchokoze watu. Dada, hiyo kazi ni yako. Udugu. Eti leo sisi anatuona ndio familia yake, anatuomba na maji? Wewe dada jishikilie, acha shobo mtoto wa kike. Na siku nyingine ukome kuchokoza watu. Sio kila mtu ni mwepesi. Twende tuachane naye. Jika wewe. Aunty Kindege, hivi kuna faida gani kumzuru mtu ambaye ana ugomvi na wewe? Wewe takataka, unaongelea nini? Mimi siitwi takataka, mimi naitwa Baby Supu. Nimeuliza hivi kuna faida gani ya kumfanyia mtu ubaya ambaye sio mbaya wako? Unamaanisha nini kuuliza hivyo? Kwani kimetokea nini? Nimeuliza swali tu, kama swali lingine. Yaani iko hivi, mtu akiingia kwenye 18 zangu mimi siwezi nikamwacha salama. Lazima nimfundishe adabu, nimuonyeshe tu mimi ni nani. Hata elewa tu kwamba mimi ni Jenita. Siwezi kukubali kufanyia ujinga. Unasemaje Kindege? Twende kwanza tukakae. Anasema nini huyu? Yaani sio kwa mtu yoyote, hata kwako tu. Wewe ukiingia kwenye 18 za mtu yoyote, lazima akupige kisawasawa, akufundishe adabu. Hii dunia haina huruma kabisa. Basi sawa. Mimi nilikuwa nauliza tu. Huyu mtoto anaongea kuhusu nini? Anatuletea mtoto wake?
Yaani mtu yoyote akiingia kwenye 18 zetu hatumwachi salama. Au unasemaje Kindege? Anauliza maswali gani huyu? MJ, nisubiri kwanza. Hivi hujahisi chochote? Kuhisi kitu chochote? Kuhusu nini tena? Inawezekanaje yule mtoto azungumze maneno kama yale? Naulize maswali magumu kiasi hicho? Au kuna kitu chochote amesi kuhusu Janeti? Lakini hapana, mimi siwazi kuhusu hilo, kwa sababu wakati tunafanya hilo tukio huyu mtoto hakuwepo, na kama unavyoona tumefika tu hapa tumemkuta ametoka shuleni. Sasa anaweza akawa... Life is full of challenges and everyone faces difficult moments at some point. There are times when everything seems impossible. Poverty, failure, rejection, or the loss of someone you love can make you feel hopeless and ready to give up. However, difficult times do not last forever. Every challenge teaches an important lesson and helps build strength, patience, and wisdom. The people who succeed are not those who never fail, but those who refuse to quit. They keep working hard, believing that better days will come. Step by step, their efforts begin to produce positive results. What once looked like an impossible dream becomes a reality through determination and perseverance. Challenges should never define your future. Instead, they should shape your character and prepare you for greater opportunities. Stay focused on your goals, keep believing in yourself, and never stop moving forward. Remember, after every storm comes sunshine, and every difficult season is followed by a new beginning.